The same way Mheshimiwa Baba alisema iko maneno anataka kurekebisha huko, hata sisi hapa iko maneno tunataka ikuje turekebishe hapa alafu tuendelee. Mimi sitaki kusema zaidi ya hapo. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu nimtume Mheshimiwa Mbadi. Mheshimiwa, usimuende mtuletee ile original BBI. Kwa sababu hii ambaye tunaona hapa ni kama sio hiyo. Kwa sababu ile original tuliambiwa iko tsunami. Na mimi naona hakuna tsunami. Naomba tu tulete ile original ili maneno iende sawa sawa. Asioni iko maneno mengine zaidi hapo. Kama ulikuwa unaangalia TV, tsunami ilianza wakati BBI ilipeana. Iko watu wakikaa pale watatu, mtu anaitwa Baba, mtu anaitwa Kenyatta, walikuwa wako sawa. Lakini kuna mmoja alikuwa ameguzwa na tsunami. Na mimi nataka nikueleze kwamba hii BBI Mheshimiwa Kitayama, kutoka hapa kuna ile maneno sawa tutafanya kwa floor ya Senate na bunge, lakini kuna ingine tutaleta kwa wananchi hapa kwa referendum. Mnakubali ama mkubali? Kutoka pande hiyo ingine Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na viongozi wengine wako ndani ya BBI. Tukikuja hapa kwa Baba, si mko ndani ya BBI? Kuna mtu anasimamisha hiyo? Kwa hivyo tunataka tuende mbele. Kenya ambaye imeleta Wakenya wote pamoja. Niwaambie zamani, leo nilikuwa namwambia Mheshimiwa Spika Muturi, tumekuja na yeye tukipita pale Uriri, akafungua dirisha, yeye ikaenda chini, akatoa mkono, anasalimiwa hivi na watu wanarudisha mkono namna. Kabla ya handshake hiyo ingewezekana kweli? Kwa hivyo tunataka tukienda mbele handshake iwe sawa sawa, tuwe na nchi moja, na hatutaki kiongozi yoyote arudishe sisi nyuma. Tell you that there are two things in BBI, and the most important and fundamental change these people expect is matters that must go to the referendum. There are other aspects of BBI that are matters of policy and matters of reform. Those are matters that can be dealt with the Parliament of Kenya, both the National Assembly and the Senate. As the people who you have donated authority or sovereignty to, I want to tell you that matters Parliament we will deal with. But as matters that belong to the people, ni lazima turudi kwenyu na nyinyi mkubali. Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta walisema tusome the document ya BBI. Sisi tulisema tutakubaliana na ripoti ya BBI kabla haijatoka, na tukasema watu wajisomee ili tukuje tuamue vile direction tutachukua. Lakini nimeona wale walikuwa wanapinga sana, wale jamaa wetu wa Tanga ni kama wamehijack, wanataka kutoroka nayo, na sisi tumesema hakuna haja. Kwa hivyo kama hawajui baba ni nani, baba atabaki kuwa baba. Ile nyumba hata mkitoroka nayo tutachenga ingine, na sisi tuko tayari, kwa sababu handshake ilirudisha imani katika nchi yetu. Handshake iliunganisha nchi. Wale walikuwa hatuongei pamoja huko bunge, siku hizi tunakaa pamoja, tunakunywa chai pamoja. Kwa hivyo let us talk as Kenyans. Ile mambo iko kwa hiyo report, sisi tunajua si yote yenye tulikuwa tunataka, lakini ile iko hapo ni mambo muhimu, lazima tuyaangalie. Kitu ya pili, Mheshimiwa Spika, sisi tunaombea wenzetu wa Kenya wote ambao wako katika nyadhifa za uongozi wasipoteze wananchi. Angalia mambo vile ilivyo, wacha wananchi watoe maoni yao, wacha wajisungumuze. BBI walisema ati Wakenya wote hawakupeana
maoni yao. The time for wale ambao wako wamepeana maoni wapeane saa hii, si ndio? Wakishapeana tena tunairudisha sisi kwa wananchi itambulike. Na vile Senate amesema hapa, if it requires amendment of the law, it will be brought there. Ingawaje lazima watafute njia ile watakuja kuileta nayo bunge. Na sisi huku kwetu, in fact another democracy hapa Uriri is what they call a safe seat. A safe seat, chama ikisema left ni left, ikisema right ni right. Kwa hiyo sisi tunangoja ile kitu mimi niliona kwa hiyo BBI, hiyo post ya prime minister, ndio tunataka waiongeze kidogo, ikuwe na power kidogo, ikuwe na power donge kama ano other prime minister no big power. Then we want to see the face of Kenya in that the next government. Hii maneno ya BBI Kitayama, ndugu yangu Kitayama, kiongozi wa kule, you people are telling us that you will bring BBI to parliament. How? BBI, you know, this is the problem with lack of experience. You know, I am serving my 12th year. In fact, I'm completing my 12th year in parliament. So listen to me about procedures. BBI report ni report ya wazee. Hawezi ingia bunge. Itaingia kupitia njia gani? Hii ni report ya wazee. Wazee wameenda wamezungumza, yani Kigombaka. Wakasanya maoni ya wananchi. Wametuletea in form of a report. Now is when we want to look at this report, conceptualize it, and put it in a context that it can be legislated to become law. But I want to tell you one thing. I'm a member of parliament and my boss is here, Speaker Justin Muturi. He presides over parliamentary proceeding. But I will tell you that parliament cannot make constitutional amendments in this country the way it is. Because you require 2/3 majority. Since I became a member of parliament on 15th of January 2008, the only constitutional amendment that has gone through parliament was that which was anchoring the National Accord and Reconciliation. And that which was creating the position of Prime Minister. And it was because Kenya was burning, there was a crisis. And Kibaki was in parliament and Raila was in parliament. You cannot subject any serious constitutional amendment to parliament and expect it to go through. The next time when it was close, when we were close to passing constitutional amendment, was the last parliament when David Ochieng brought an amendment to push the date of election from tarehe 8 mwezi wa 8 or the second Tuesday of August to December. And you know, wabunge wanapenda mshahara, si ndio? Tunapenda hata kuongeza mshahara. Si hiyo mnajua? So when we heard that we are going to get another 4 months of salary, people came to parliament in numbers. That is the time we almost got the 2/3, but people like Mbadi voted no. And that is why we didn't get it. So, Honorable Kitayama, tell Ruto, is your friend. Although he's your friend between now and 2021, I'll get you back to the fold after 2021. Because under where you are, which party is it? You are in which party? The only party that exists in this country at the moment is ODM. That's the only party with the structure, the party with the leadership, the party with the headquarters, the party with everything. If we ask you today, Kitayama, even you may probably not know who is the chairman of Jubilee. And you are in that party. Sidhani kama unajua. But chairman of ODM, national chairman, hata ukienda Todonyang in Turkana, wanajua ni John Mbadi. The only party that exists. So please, just be with Ruto kidogo, utarudi. But tell him that we are going referendum way. Kama amekubaliana na BBI mpaka mwisho. Asiwache katikati. Some people are saying that tulisikia kuna tsunami inakuja. Tsunami ilikuja. If you don't know how tsunami ilikuja, even Ruto, who had started saying no before the
document was unveiled, said yes, hii kitu ni sawa, hiyo ni tsunami. Tsunami imebeba watu wote, hata Kitayama imebeba. Now he is placing the BBI. Na mimi wakati nilikuwa mbunge, nakumbuka mwaka wa 2002 ilikuwa, wacha mnasema mambo ya tsunami. Hivi sijui kama mnajua. Unajua mimi nilikuwa mbunge wa chama cha KANU. Wa 2002 wakati Mheshimiwa Raila Odinga alisema Kibaki tosha. Nakwambia John, hiyo ndio ilikuwa tsunami. Kwa ule upande ya kwetu nilikuwa nafika nasikia nayo jua ile kampeni kiongozwa na Mheshimiwa Raila, mnajua vile inakuwa zito kabisa. Kwetu ni kule pande za Embu, nilikuwa na mimi na tugari twangu tunafanya kampeni, tunaimba nyimbo za jogoo huko. Nasikia kwa mtu anasikia magari yanateremka, na yote yawezekana. Nilikuwa naambia watu wangu, tumekuja gari zimekuja mafuta, tuondoke town. Watu waliona tsunami, hiyo ilikuwa tsunami team. Niko nyumbani lakini nasikia wimbo ile na ile nguvu iko naye. Mimi naambia watu wangu tuende huko vijijini, tutarudi siku nyingine. So very rigorous campaign. But I remember my friend Ochilo, yeye na Mheshimiwa Wafula wa Munyinyi tulikuwa marafiki sana, mpaka sasa bado tuko marafiki. Walikuja wakaniuliza, sasa kwa sababu bunge sasa tunaenda, itakuwaje sasa? Si utafute tu njia vile unaweza kuingia kwa hii, kwa sababu ilikuwa tsunami. Kaambia vile nimejicommit na mimi kule, wacha tu bora tukutane hapa katika bunge. Mwaka wa 2003 tukaweka Mungu mbele, sikubebwa na ile tsunami John, lakini nikarudi nikawa kiranja wa upinzani, opposition chief whip. Anasema sherehe hii Mungu amebariki Father, kwa sababu hiyo ingine hao ndio wataalamu na wamwambia tu, lakini ukweli ni kwamba ripoti ambayo imetoka kwa wazee hiyo it belongs there. It has no way of coming to parliament. Wacha ikae pahali ko. Unajua kuja bunge lazima John anaweza kuambia I must approve. Sasa kama mimi nimwambia haina njia, sasa hii wengine si mambo Kwa hivyo ikae huko hiyo na watu waendelee kuisoma na kuishambua, kuangalia ni nini kizuri ambacho, kwa sababu what brought the two leaders together was the need to create harmony in the country, inclusivity. How do we implement the provisions of Article 10? Article 10 talks about inclusiveness. How do we implement that? We cannot afford to have a situation whereby ati iko watu wanasikia hawa ndio wako na wale wako. That is what brought our two leaders together. We must thank God. We must thank God for giving them that vision.